Mahakama ya Rufani Kanda ya Arusha imeidhinisha hukumu ya kunyongwa hadi kufa dhidi ya aliyekuwa imamu wa msikiti wa Quba jijini Arusha, Sheikh Jafar Lema pamoja na wenzake 5 baada ya kutupilia mbali rufaa yao. Uamuzi huo ulitolewa Julai 27, 2026 kufuatia kusikilizwa kwa rufaa ambayo washtakiwa waliwasilisha mwezi Januari mwaka 2024 wakitaka kupinga hukumu ya Mahakama Kuu. Hukumu hiyo iliyosomwa kwa njia ya mtandao, yaani online, huku washtakiwa wakifuatilia wakiwa katika gereza la Kisonge jijini Arusha. Mbali na Sheikh Jafar Lema, wengine waliokuwa sehemu ya rufaa hiyo ni Sheikh Abashari Hassan, Sheikh Yusuf Ali, Sheikh Ramadhan Hamadi, Sheikh Abdul Hassan Juma na Sheikh Kasim Idrisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Shura ya Maimamu Tanzania, mashehe hao walitiwa mbaroni mwaka 2014 na walikaa mahabusu kwa takriban miaka 9 kabla ya Mahakama Kuu kutoa hukumu ya kuwanyonga hadi kufa tarehe 9 Disemba 2023. Baada ya hukumu hiyo, Shura ya Maimamu kwa kushirikiana na familia za washtakiwa waliwasilisha rufaa katika Mahakama ya Rufani wakipinga uamuzi wa Mahakama Kuu. Hata hivyo, mahakama hiyo imekataa rufaa na kuacha hukumu ya awali iendelee kutekelezwa kama ilivyotolewa. Mashehe hao 6 walikuwa wanakabiliwa na mashtaka yanayohusishwa na tukio la mlipuko wa mabomu lililotokea wakati wa mkutano wa kanisa jijini Arusha, kesi ambayo ilipelekea kukamatwa kwao mwaka 2014. Shura ya Maimamu Tanzania imeeleza kuwa kufuatia uamuzi huo wa Mahakama ya Rufani, mashehe hao sasa wameungana na mashehe wengine 14 ambao tayari walishahukumiwa adhabu ya kunyongwa na wanaendelea kushikiliwa katika magereza mbalimbali nchini ikiwemo Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Jina langu ni Shamila Shaaban. Hayya ala al-falah.